Naam, ni siku na muda mwingine tena tukiwa katika mandhari nzuri ya kile kipindi ambacho kinakuletea matukio mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kukupa fursa ya kufahamu masuala kadhaa yanayohusiana na michezo. Si mchezo bali michezo. Na leo hii tumeamua kujikita katika mchezo ambao umeendelea kupata umaarufu. Nakumbuka kwamba enzi hizo ambazo baba wa taifa alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuendesha baiskeli ilikuwa si anasa bali ilikuwa ni starehe na moja ya burudani kubwa sana. Wakati huo kuna Phoenix zile, kuna maswala yale watu walikuwa wanayapiga kweli kweli, lakini inaonekana huo utamaduni umeendelea kurejea sasa hivi hapa nchini Tanzania katika barabara ambazo zipo wazi. Huwezi ukakosa waendesha baiskeli na wengine pia wakizitumia kama chombo cha kuwapeleka maofisini. Na leo hii basi na wageni, ambapo mmoja yeye akiwa anadumu katika kamati ya wanawake ya chama cha baiskeli hapa nchini Chabada, Dr. Judith John, ni daktari kitaaluma huyu, lakini pia ninaye Joseph Mabruk. Huyu ni mfanyakazi wa Azam TV ambaye maisha yake takriban miaka 5 kama sio 7 yamekuwa yako ndani ya baiskeli, na nimepata fursa hii ili tuweze kujikita katika mchezo huu. Karibuni sana. Asante sana. Dokta. Yes. Mambo vipi? Poa kabisa. Uko vizuri kabisa? Kabisa. Unajua zamu yako leo. Kwa sababu nikija kwenye huduma huo unanipiga vitu vingi. Leo nimekamatika. Leo nimekamatika vizuri. Karibu sana Judy. Asante sana. Na pressure kuwa na wewe pia hapa ndani. Likewise. Mabruk. Behind the scene leo imekwisha. Imekwisha. Kama uliona kwenye tangazo lile nilisema kwamba charity begins at home. Yes. Mara nyingine huwa hatupeani maua kwa kile kitu ambacho tunakifanya. Kinaweza kuwa kitu kikubwa zaidi na tuko humu ndani tumezoeana, atupeane yale maua. Kwa hiyo karibu nikupe maua yako. Asante sana. Asante kwa kunipa nafasi. Nikuulize, unaionaje studio yetu? Studio ni nzuri kwa kweli. Leo hapa najisi mzito kweli kweli. Unanyolewa leo? Leo nanyolewa. Judy, karibu sana. Na nafikiri itakuwa ni mara yako ya kwanza kuwa kwetu hipi. Yes. Mandhari na studio zetu za Azam TV mwezonaje? Studio zetu ni nzuri, kubwa. Yeah. It's more than what we see kwenye TV. Okay. Kwa nimefurahia sana kwa hapa. Safi kabisa. Sasa Judy, tumekuwa tukikutana mara kadhaa na tukiwa tunazungumza tuweze kupata platform, nikakwambia kwamba cha kwanza labda kwanza ufike studio and then twende field. Kwa sababu ni sehemu ambayo imekuwa na mvuto sasa hivi. Hata hii swala la kwamba barabara zinafungwa Jumamosi kwa muda, watu kuendesha baiskeli kufanya mazoezi limekuwa ni swala moja hapo. Lakini Judith, mimi nakufahamu. Hii passion ya baiskeli imetoka wapi? Passion ya baiskeli actually ilianza 2019 ambapo nilivutiwa na uendeshaji wa baiskeli na watu wawili. Mmoja alikuwa mfanyakazi mwenzangu, mwingine alikuwa ni msichana wa kike mwendesha baiskeli hapa Tanzania. Cha kwanza kilichonivutia kilikuwa ni mavazi, lakini cha pili kilichonipelekea mimi nianze kupata passion ya mchezo wa baiskeli ni kwamba nilikuwa nimezoea kukimbia and then nikaanza kupata changamoto ya magoti. Okay. Kwa mimi napenda sana kuwa athletic ili niweze kupata utulivu wa afya yangu ya akili kabla nitafute mchezo mwingine. Okay. Na nilivyowaona watu hawa barabarani nikavutiwa. Nikasema let me give it a try. Nilipoanza nilisema sitaacha. Oh yeah? Yes. Kulikuwa mna changamoto yote kwa sababu nasema katika makuzi na ukija katika upande wetu hapa Tanzania, inawezekana namba kubwa watoto wa kike hawakubahatika kufundishwa kuendesha baiskeli, tofauti na watoto wa kiume ambao anaenda anakutana na wenzake anapata ride anakwenda namna hiyo. Kulikuwa kuna tofauti gani ile baiskeli ambayo umeiendesha kawaida na hii baiskeli ambayo sasa unaendesha kwa ajili ya mazoezi? Uzuri ni kwamba nilivyokuwa nakuwa nilikuwa exposed kwenye kuendesha baiskeli tangu mtoto. Okay. Mimi nilikuwa napenda sana michezo. Kwa hiyo baiskeli pia ilikuwa ni moja ya vitu ambavyo nilikuwa ninavifanyia mazoezi nikiwa nyumbani. Lakini kwenye kukua then focus zinahama, unaanza kuwa unafanya kazi, unafanya vitu ambavyo ni profession zaidi, lakini nilivyoona wale waendesha baiskeli nikasema hebu ngoja nirudi tena. Changamoto zilikuwepo nyingi tu, hasa kwenye usalama barabarani. Nilivyoanza kuendesha baiskeli nilikuwa naendesha baiskeli inaitwa road bike. Yeah. Nilikuwa naiona ni nzito sana, alafu ukiwa barabarani nilikuwa sina vifaa vya kunifanya nionekane na niweze kuepuka ajali za barabarani. Kwa hiyo nilipata challenges kidogo vya ajali vya hapa na pale, lakini jinsi unavyoingia kwenye mchezo ndio unazidi kujifunza. Nikaanza kujifunza huu mchezo, nikaanza kuinvest kwenye vitu mbalimbali ambavyo vilikuwa vinanifanya mimi niwe salama na niweze kuendesha baiskeli kwa usalama zaidi hapa mkoani Dar es Salaam pamoja na Tanzania. Umekulia katika BMX, lalage na vitu kama hivyo. And then how did you change? Exposure. Yeah. Kwa kama nilivyosema nilianza na mountain bike ambayo ina matairi manene kidogo, lakini
ghafla barabarani unaona vikundi hapa na pale, watu wanaendesha baiskeli mbinuko, tunaziita road bike. Zina matairi kidogo membamba, zina muonekano mzuri zaidi. Ukiziendesha zile lazima uvae mavazi kidogo tofauti. Kwa jinsi nilivyokuwa exposed kuona watu wakiendesha baiskeli tofauti, nilivyokuwa nikiingia kwenye mitandao na kujifunza zaidi kuhusu mchezo wa baiskeli, ndivyo nilivyozidi kuprogress kwenye mchezo wa baiskeli. Nikaachana na kuendesha MTB, japokuwa bado ninayo, inategemea na wapi naendesha, lakini nikajikita na kuendesha road bike kwa sababu niliona pia inaniletea benefits zaidi ninapokuwa ninaifanyia mazoezi. Okay. Mabruk, tumekaa miaka kadhaa hapa na mazungumzo yetu mengi yalikuwa ni hapo. Mimi nikijisifu kwamba muda wangu nilikuwa naendesha sana baiskeli na mara zote unaniuliza kwa nini haupo tena kwenye baiskeli. Kweli kabisa. Yaani basketball inipeleka mbali. Lakini wewe umeingiaje na hii passion? Nimekuona katika miaka kadhaa hapa sasa imekuwa kama una ugonjwa. Yaani unakuwa na ugonjwa na baiskeli. Ni kweli. Mimi uingiaji wangu katika kuendesha baiskeli, kwanza kabisa kilichonishawishi ilikuwa ni kwa sababu za kiafya. Nakumbuka miaka kadhaa nyuma tukiwa wote hapa ofisini kidogo nilikuwa na mwili mkubwa. Kwa hiyo nikaanza kutafuta namna ya kucontrol mwili wangu kwa kufanya jogging. Lakini that time nimeanza kufanya jogging, mwili wangu ulikuwa hauko favorable na jogging. Kwa hiyo nilikuwa naumia na yaani viungo vinaniuma na nini. So baadaye nikakutana na mtu mmoja akaniambia, kwa nini usijaribu kuendesha baiskeli? Kwa hiyo ndo nikaanzia hapo. Nakumbuka baiskeli yangu ya kwanza nilinunua mwaka 2021. Ilikuwa ni baiskeli ya kawaida tu na nilikuwa sina knowledge kubwa kuhusu baiskeli. Kwa hiyo nikanunua baiskeli yangu ya kawaida tu, wenyewe wanaziita commuter bike. Judy anafahamu. Kwa hiyo nilivyonunua ile, kuna siku nilikuwa katika uendeshaji wangu wa kawaida tu, regular ride. Nilikuwa napita maeneo ya uwanja wa Taifa pale. Wakati nimesimama pale, likatokea kundi la cyclist limeride kutoka Kigamboni, wanapita pale Taifa, pale ilikuwa kama ndo meeting point yao, wanaagana na nini. So nilivyoziona zile basikeli zao nikawa so excited. Basikeli zao zilikuwa tofauti kabisa na kwangu. Kwa hiyo nikashawishika kwenda kuwauliza baadhi ya maswali. Wakaniuliza, wakaniambia basikeli yako iko wapi? Na basikeli yangu mimi ile pale nzuri sana. Wakacheka sana. Wakasema hapana bwana, haiwezi kuwa basikeli, tafuta basikeli nyingine. Kwa hiyo baada ya pale tukabadilishana contract na wale jamaa. Kwa hiyo wakaniunganisha pia kwenye grupu lao. Kuna grupu moja kubwa sana la waendesha basikeli Tanzania inaitwa Twende Butiama. Kwa hiyo walivyoniunganisha mle kwenye ile grupu, nikawa sasa nakutana na waendesha basikeli ambao kwa hapa Tanzania mimi naweza kusema ni pros, yani wale kidogo wame advance, na walikuwa wana post picha basikeli mbalimbali. Kwa sasa nikajikuta naanza kupata passion sasa ile kuwa serious sasa na kushawishika kubadilisha, kuachana ile basikeli ya kawaida kuja kwenye basikeli ambayo ni kidogo inaendana sasa na inafanana na wale wenzangu ambao nilikutana nao siku zile pale uwanja wa Taifa. Kwa hiyo naweza kusema mwanzo wangu wa kuendesha basikeli ulikuwa ni kwa namna hiyo. Mwanzo ilianza tu kama kawaida kwa ajili ya kucontrol mwili kwa sababu za kiafya, lakini baadaye ile passion ikadevelop, nikajikuta sasa inakuwa kama ni mchezo tu wa kawaida mpaka sasa. Dr. wacha niingie katika eneo hilo la kiafya zaidi, kwa sababu kumekuwa kuna watu wana age tofauti. Kuna watu wanakimbia, wana passion ya kukimbia, na watu wengine nimeona wanakwenda katika kuogelea, lakini hii culture nimekutana na watu wengi sana sasa hivi wakiwa wanaendesha, na nimeona afya imetengemaa zaidi kuliko vile ambavyo walikuwa katika siwezi nikaweka kwamba sio kwamba iwasaidii kwa muda huo, lakini kwa nini baiskeli inambadilisha mtu kwa haraka zaidi? Baiskeli inambadilisha mtu kwa haraka kwa sababu kwanza inahusisha karibu viungo vyote vya mwili. Utatumia kichwa, utatumia misuli ya shingo, utatumia misuli ya mikono, utatumia chest, utatumia misuli ya miguu mbalimbali. Kwa unapokuwa unaendesha baiskeli, physically una involve hivi viungo vyote. Automatically unajikuta unapata benefits kwenye kila sehemu ya mwili. Iwe ni viungo vya ndani ambavyo ni moyo, iwe ni misuli, iwe ni jinsi unavyosukuma damu, iwe ni afya yako ya akili, vyote vina benefit kutokana na baiskeli. Ndio maana kumekuwa kuna shift kidogo kutoka kwenye michezo ambayo kama kukimbia, ambayo basically mara kwa mara involvement yake tunajua ni kwenye miguu, you see the changes, japokuwa pia ina benefits zake iwapo inafuatwa kwa ufasaha. Lakini kama Mabruk alivyosema, ukiwa na uzito mnene ukalazimisha kwenda kukimbia, kuna athari ya kuathiri magoti. Kwa watu ambao wanajua fiziki yao, wanaangalia ni mchezo gani ambao unawafaa ili usiweze kuja kupata effects baadaye, especially effects kama za magoti. Na mchezo wa baskeli umeonekana unaweza ukaonyesha benefits zote hizo na una athari ndogo sana za viungo mbalimbali vya mwili iwapo unautumia kwa ufasaha. Okay. Na tukienda kuangalia hapa, nasema kwamba kuna modern hii swali sasa linakuja kuwagonga wote wawili.
miaka kadhaa kuna mtu alikuwa anajulikana tu anaitwa Saidi Kengele. Alikuwa na uwezo wa kuja kwenye kituo cha televisheni akamwambia, jamani, hata kama mna picha ya mashindano yale nitaendesha basi kutokea barabarani hapa. Mnirekodi mpaka huku. Au akaorganize wenzake ili zile footage zipatikane. Kwa muda mwingi sana alikuwa anapigia, nadhani ndio watu ambao walikuwa mwanzo kwenda Butiama na vitu kama hivyo. Imekuwa modelize vipi sasa baiskeli hivi sasa, na haya makundi au nyinyi ambao mko kwenye baiskeli sasa hivi mnashawishi vipi watu? Nimeona Dar es Salaam sana na maeneo mengine, lakini how do you organize kitaifa? Kwa sababu nasema wakati mwingine mnaweza mkama mna vyama vya kitaifa kama Chabada, lakini wapi ambapo mnaanzia ili watu waje waone hiko? Mimi kwa mtazamo wangu naweza kusema kwamba baiskeli wengi tumetokea kwenye Twende Butiama. Twende Butiama ilikuwa ni organization ya msafara mkubwa sana wa baiskeli unao involve watu wengi sana kutoka mikoa mbalimbali. Kwa hiyo tunapokutana kutoka mikoa mbalimbali tunajifunza from one another. Unajifunza kutoka watu wa Arusha kwamba sisi actually tuna kikundi chetu au sisi tuna klabu yetu. And then watu wa Dar es Salaam tunapata exposure. Kwa nini na sisi tusianzishe vikundi mbalimbali? Kwa hiyo vikundi vinatokana na interest, lakini wengi tumezaliwa kutoka msafara wa Twende Butiama. Binafsi hiyo ni story yangu. Mabruko, unasemaje? Kama alivyosema Dr. Judy ni kweli, kwa maana ile kupeleka hamasa, platform yetu kubwa sisi ni group la Twende Butiama. Yes, japo kuna magrupu mengine kama mimi, kuna group la jamaa zangu wa Kigamboni. Lakini group ambalo linatukusanya waendesha baskeli wengi kwa hapa Tanzania ni group la Twende Butiama. Kingine katika kupeleka hamasa kama ulivyouliza, sasa hivi naona kuna watu wanajaribu sana kujitahidi kutumia mitandao ya kidijitali. Yes, naona kuna watu siku hizi huwa wana tengeneza content zinazohusiana na masuala ya baskeli. Wako Watanzania wapo baadhi, lakini kwa nje ndo nadhani wako wengi sana. Naona kuna watu raia wengi wa nje wanatengeneza na content za kuhamasisha, kupeleka hamasa ili watu waendeshe sana baskeli. Usalama uko vipi Judy? Manake tukiangalia kwa hali halisi, kwa mfano jiji la Dar es Salaam, Arusha, majiji yote yanayozungumzia wengine ni njia za magari makubwa na nani kutoka kupeleka vitu, lakini Dar es Salaam anaendesha pikipiki tu anatetemeka. Safety iko vipi? Na kama unamshauri mtu kusema sasa anza kuendesha, labda ni maeneo gani ambayo yanaweza kawa rafiki kwa kianzio kabla ya ule mtetemo hujatoka katika mikono? Nafikiri kama tulivyosema hapo awali kwamba tumezaliwa kwenye Twende Butiama ambayo ilitufundisha na kutukutanisha na wenzetu wa mikoa mbalimbali ambao kila mmoja anaposhare experience anasema tulikuwa tunapata ajali sana, lakini baada ya hapo tukaanza kuendesha kwa makundi. Mkionekana mnaendesha kwa makundi tayari mnajijengea mazingira ya kuendesha katika usalama na mna create awareness kwa jamii waweze kuona hapa kuna waendesha baskeli au hapa kuna watu wanafanya mazoezi. Ajali zilikuwa nyingi sana Dar es Salaam. Lakini kilichotupelekea tutengeneze makundi ni kucreate poses za makundi kama hayo. Exactly, yes. Ili tuweze kupata visibility na jamii ituone na ituepuke tunapokuwa tunafanya mazoezi. Unapokuwa kwenye maeneo ya Coco Beach, siku za weekday asubuhi utaona magrupu makubwa sana ya baskeli. La kwanza inaitwa Cycling Lovers, na cyclists karibu 50 au zaidi, na lingine linaitwa 5 AM Club, wanaendesha pia Coco. Karibu kila wiki, huwezi kuwakosa. Kwa mazingira yale, wakazi wanaoendesha Coco wameshazoea kwamba actually kuna waendesha baiskeli. Kwa mazingira yameanza taratibu kuwa salama, awareness imekuwa created. Zaidi ya hapo, tunaendesha kutoka maeneo ya Coco tukiwa labda unaelekea Mwenge. Usalama wetu ni kuwa kwenye magrupu. Lakini tukienda maeneo ambayo ni hatarishi zaidi, ni lazima tuwe tuna escort. Tunaweza kukodi magari ambayo yanakuwa na ving'ora ili kuweza kuonyesha jamii kwamba actually kuna waendesha baskeli wanapita, tunaomba muwape heshima na muweze kuwalinda. Kwa upande wako sasa, Mabruko, huko unapozungumzia Kijichi na maeneo kama hayo vipi? Mnaunga kwenye mtindo huo wa magrupu au sasa kuna wale wengine wakina sisi wanataka kufanya mazoezi tu, yani tuna njaa ya mazoezi? Kwa eneo langu mimi naloishi kwa Kijichi, hamasa ya waendesha baskeli kwa kweli ni ndogo. Isipokuwa kwa sababu mimi nakaa eneo la kule, kuna waendesha baskeli wanaotokea Kigamboni, mara nyingi wanakuwapo nao. Lakini kwenye swala la usalama, kama unavyojua barabara zetu sio rafiki sana kwa waendesha baskeli. Kwa hiyo tahadhari zinazochukuliwa mara nyingi kama hivyo, kuvaa kofia, kufunga taa nyuma kwa ajili ya kumuonyesha driver kwamba aone, angalau kuonyesha ile visibility kwako wewe muendesha baskeli. Lakini mara nyingi mimi kwa eneo langu la Kijichi
Mara nyingi nakuwa na ride peke yangu kwa sababu waendesha basikeli kwa kule kwangu ni wachache sana. Yes. Otherwise niwe najumuika na wale waendesha basikeli wenzangu wa Kigamboni kule. Yeah. Tuna group letu, tunapeana taarifa kwamba siku fulani tutaride pamoja, basi huwa tunakutana. Unahamasisha vipi? Nimeona baadhi ya picha hapa ukiwa na magrupu ya wanawake na nimezungumzia, unajua hii wiki imeangukia katika wiki yenu ile ya wanawake na I'm thankful to have you here. Sasa maana yangu ni kwamba ni rahisi kiasi gani kwa wanawake kuweza kupata platform ya kwenda kwenye makundi, kwa maana kwamba wapo walioolewa, wapo wenye boyfriends wao sijui, ambao mara nyingi huwa hawaamini haya mazoezi ya kumwacha mke wangu tu au mwenzangu aende hivi. Kama tulivyosema kwamba mazoezi binafsi yana faida kwa kila mmoja na kwa jamii yetu ya sasa, wanawake kwa kweli kuonekana wakienda kufanya mazoezi especially kwenye magrupu ambayo yana wanaume wengi yanaleta changamoto. Mwanamke anategemea aende kazini, mwanamke anategemea awe mke, mwanamke anategemea aweze kulea watoto. Kwa vitu vyote hivyo kivijumlisha kwa pamoja vinamfanya mwanamke ajione kama hana nafasi. Lakini mimi ninahamasisha wamama na watoto wa kike hasa waweze kuona mchezo wa baskeli kama very beneficial kwao, especially kwa faida za kiafya. Yaani upende usipende, ni lazima kuna kitu kimoja au activity moja unatamani kuifanya ili uweze kupata utulivu wa akili. Na baskeli mimi ninaona ni sehemu safe sana kuweza kutuliza akili, kwa sababu kwanza haina mambo mengi sana. Kwa hiyo ninawahamasisha tu wanawake, jinsi tunavyozidi kuposti picha usione kama ni ugumu. Hakuna ugumu. Ugumu ni wewe kuinuka, kuchukua chombo na kutoka. And the moment utakapoanza, ukiendesha baskeli ukapigwa na ile hali ya hewa, upepo ukakupuliza kichwani, utaona relief kubwa sana kutokana na mazoezi, tofauti na mazoezi mengine ambayo unaweza kuyafanya. Kwa hiyo tunahamasishana tu, lakini I know wanawake ambao walianza hawajataka kurudi nyuma. Wow. Na wewe distance gani ambayo unaweza kusema umewahi kuendesha umbali mrefu sana na ulivyomaliza ulijisikiaje? Mimi umbali mrefu ambao nimeendesha ndani ya siku moja ni kilomita karibu 148. Yes. Kilomita 148. Umeenda mkoa gani? Mbeya kwenda Matema. Okay. Yes. Kwa tulianzia Mbeya mjini kuelekea Matema. Lakini vile vile nimefanya safari mbalimbali kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro. Masaa mangapi? Dar es Salaam Morogoro? Masaa karibu 7, 8, 9. Okay. Yes. Hivi ufikii sehemu hapo unatamani kwamba niingie kwenye nani hapo nichukue tu abudi hapo niweke baiskeli? Hiyo lazima utaifikia tu. Sasa ukipita kwenye baada ya Chalinze pale, ukianza vile vilima vile vya Benazomozi pale, akili kidogo inaanza kuchangamka, unasema hivi ninatafuta nini? Unaanza kuangalia nyuma, unaangalia escort car, nipakie nisipakie. Lakini ukifikiria kwamba ulikuwa na malengo ya kuweza kuachieve kitu fulani, basi unapata push. Na kwa sababu uendeshaji wetu wa baskeli tumesema unatutengenezea endurance. Kwa mwili unaweza kufanya, kwa nini nisimame? Basi unajikuta umefika Morogoro roundabout pale Msamvu, unapiga picha, umefurahi. Dokta, hapana. Wewe ulikuwa unapenda hiking, hiking na nini? Ukuchemsha kweli? Hujawahi kupandisha nani baiskeli kwenye nani? Nikiwa kwenye msafara, kwa kweli nina malengo ya kufikia sehemu ninayotakiwa kufika, sitapakia. Lakini kama nina malengo kutoka Dar es Salaam kwenda Butiama niendeshe kilomita 50 kwa siku, nitahakikisha ninatimiza hayo malengo yangu. Au nina malengo ya kuendesha Dar kwenda Ngorongoro niendeshe kilomita 70 kwa siku, nitahakikisha ninaendesha kilomita zangu 70, ninapakia, kesho nitaamka nitaendesha 70, nitapakia. Kwangu mimi nina gain. Okay. Ninaongeza kitu na ninakuwa nimefikia malengo yangu. Well, hivi ni vitu ambavyo unavipata kwa nadra sana, lakini nikueleze tu katika hali ya kawaida. Leo tunazungumzia baiskeli na inawezekana kwamba baiskeli uielewi kwa njia hizo, lakini kwa uwepo wa Dr. Judy pamoja na Joseph Mabruk hapa tunapata taswira tofauti kabisa ya mchezo wa baiskeli. Lakini wapi ambapo tunatazama sisi kuwa kama Rwanda katika mchezo huu wa baiskeli na nini kifanyike labda katika majiji yetu ili kuwe na usalama zaidi wa mchezo wa baiskeli? Twende katika break, tutarejea.
Tumerejea na tupo pale pale ambapo tumeanzia kipindi, lakini hapa nikukumbushe tu kwamba leo hii tunazungumzia mchezo wa baiskeli, ustaarabu wa majiji yetu hapa nchini Tanzania, ukiwa tayari unaonyesha wazi kwamba uendeshaji wa baiskeli si tu ni sehemu ya mazoezi, lakini pia unajenga network kubwa sana kwa wanajamii kuhusiana na masuala mbalimbali. Niko na Dr. Judith John pamoja na Joseph Mabruk. Dr. Judy yeye katika chama cha baiskeli Tanzania yupo akiwa kama ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya mchezo huo kwa upande wa wanawake. Na Dr. nimerudi hapa wakati tunakwenda Mabruk na Dr. tulikuwa tunagusia masuala kadhaa na huwa tunaongea sana Mabruk, na nafikiri Mabruk nilikuuliza swali. Ndio. Tulikuwa naangalia Tour de Rwanda. Nikakuuliza Mabruk, sisi kinachotushinda kufika huku ni nini? Ndio. Yeah. Nini ambacho ni kigumu kwetu? Mimi kiukweli sidhani kama niko ndani ya uwezo kulijibia hilo. Labda kwa kuwa Dr. Judy yupo yeye atatekewa hivi. Kwa sababu huwa anajiuliza, of course Rwanda inasifiwa kwamba tayari wametengeneza infrastructure, miundombinu kwa ajili ya vitu hivyo. Lakini hicho tu sisi, yani tukiangalia majiji yetu na hamasa ambayo ipo, hatuwezi tukaanza hata kidogo hapa upande wa pili wa Zanzibar. Mimi nafikiri inawezekana, labda tu ni ile dhamira tu, ni kuweka dhamira na kutengeneza mazingira rafiki kwa ajili ya waendesha baskeli waweze kufanya huo mchezo uweze kuwa active. Na kutengeneza hamasa zaidi, nadhani kwa kuanzia vijana hawa sasa hivi hawa tunaita majenzi, kwa sababu sisi kwa umri wetu sidhani kama tunaweza tena kwenda kufanya kucompete na watu kama Wanyarwanda kwa umri sisi ambao tumefika. Mimi nafikiri kwa wahusika ambao wenye dhamana ya kusimamia huo mchezo ni kuhakikisha tu wanatengeneza mazingira safi na kuhakikisha hawa vijana ambao sasa hivi ndo wanakuwa wanaupenda mchezo wa baskeli. Dr. tulikuwa tunazungumzia hapo kuhusu Rwanda. Najua kwamba umepata fursa kukutana au kuongea na wenzetu mbalimbali. Na najua tulikuwa Malaysia na uliona jinsi ambavyo baskeli jinsi inatumika kule. Sasa vipi kwa kuangalia ni nini nikifanyike ili tuweze kusogea? Maana tuweze kaenda kwa usiku mmoja, lakini wapi tuanzie ili kuweza kutengeneza hiyo culture na hatimaye kuweza kufanikisha haya ambayo majirani zetu. Uganda walikuwa wazuri katika hiyo, lakini sasa Rwanda wame take over. Nafikiri ambacho sisi tumepungukiwa ni kuwa na sehemu ya kutoa mafunzo hasa kwa vijana, kwa sababu vijana wapo mikoani, vijana wapo kila mkoa. Kuna vijana ambao unaona ukipita barabarani unaona kabisa wanaendesha baskeli, ukifanya nao mahojiano wanaonyesha kabisa wana interest ya kuweza kujiunga na mchezo wa baskeli, lakini wapi waende? Hatuna academy ambazo zinaweza zikakuza hivi vipaji hapa Tanzania. Hii ni changamoto kubwa sana, na vile msukumo wa kuwa na mashindano mengi sana pia. Hicho ni kitu ambacho Tanzania mpaka sasa tumeshindwa kwenye mchezo wa baskeli, kwa sababu whether tunapenda au hatupendi, tunapofanya mashindano ndio vipaji vinaonekana. Vijana wapo, lakini changamoto inayotufanya ni hiyo visibility na ukosefu wa mashindano ya hapa na pale, kuweza kuwapa hawa vijana nafasi ya kuonekana. Tunaweza kulia na Wizara ya Michezo, lakini wizara iko pale ili kutusaidia kujenga kile ambacho tayari tumeshakianzisha. Hasa tukishindwa kuwa na academy za kuweza kuwagundua hawa vijana, kuwapatia mafunzo yanayotakiwa, wizara haiwezi kutusaidia. Hata personal sponsorship, kuna makampuni mbalimbali yana sponsor michezo, hayawezi kuona hivi vipaji iwapo sisi tutashindwa kuweza kuwaonyesha vipaji vya hawa vijana. Kwa changamoto yetu kubwa ni hiyo. Kuna mashindano madogo ambayo yamekuwa yakifanyika hapa nchini, yanaitwa Pedo Pesut. Nafikiri sasa hivi yameanza kupata umaarufu mkubwa sana, yanafanyika kila mwisho wa mwezi Coco Beach. Ukipita pale kwa bahati nzuri au bahati mbaya, unaweza ukaona yale mashindano yanavyofanyika. Vijana wanajitokeza, yes, na unaona kwamba kuna washindi, kuna makampuni machache yanatoa zawadi, lakini tunatamani tuweze kupata vipaji zaidi ili tuweze kushowcase hawa vijana wapate nafasi ya kuweza kushiriki michezo ya nchi za nje. Uwezo bado hatuna. Tunashiriki kwa sababu Tanzania ni nchi ambayo iko registered chini ya UCI. UCI ni chama kubwa cha baskeli duniani. Mwaka jana tuliweza kushiriki mashindano makubwa ya dunia ya road bike nchini Rwanda. Umezungumzia Rwanda, nimekumbuka. Na tulikuwa tuna uwakilishi mzuri tu wa vijana kutoka Tanzania. Wasichana wa kike, Jazi pamoja na Asna waliweza kushiriki,
lakini tulikuwa tuna vijana wa kiume vile vile kutoka Tanzania, kutoka timu ya taifa ya Tanzania, kina Boniface Ngwato ambao walikuwa wakifanya vizuri, lakini again hiyo peke yake haitoshi iwapo tutashindwa kuendeleza mafunzo kwa hawa vijana ili wafikie level za kuwa international racers. Na connection yetu vipi? Maana unajua siku hizi kwenye michezo watu wanazungumza diaspora, inawezekana pale Mabruka alikuwa na mtoto wake sasa hivi yuko Sweden huko, au ana nani ambaye ana asili ya Tanzania. Kuna any communication au wale ambao wako nje ambao wana hamu ya kusema kwamba nataka tushiriki mashindano kwa kutumia flag ya Tanzania? Kwa communication yetu sisi ni kupitia chama cha baskeli Tanzania, lakini pia haimlimiti mchezaji yoyote yule kuweza kushiriki michezo iwapo mpata sponsorship personal kushiriki michezo nchi za nje. Anachotakiwa kufanya tu ni anafanya mazoezi, lakini taarifa zinafika kwenye chama cha baskeli na yeye anaweza kuruhusiwa kupewa barua ya kuweza kushiriki mashindano mbalimbali. Kwa hiyo kama labda ni wito kwa chama tu kujaribu kuzidi kujiinua na kutafuta wafadhili zaidi ili sisi kuweza kuchukua vijana wetu waweze kupata mafunzo na waweze kushiriki zaidi mechi za nchi za nje. So far hizi mechi washiriki wanashiriki kwa sponsorship binafsi. Wanakuwa na sponsor binafsi anaweza kumpeleka kushiriki hizi resi, lakini sisi kama chama bado hatuna uwezo wa kuweza kupeleka wachezaji wengi ili kuweza kushowcase wachezaji wetu kwenye nchi za nje. Hivi ukiwa unaenda mkoani Mabruku ukakutana na watu wale wanaoendesha swala, Wasukuma wanapenda sana baiskeli, Wakuria wanapenda sana baiskeli na vitu kama hivyo. Umeshakaa nao na kuongea nao au ukiwaangalia unahisi nini wanaweza wakafanya ili kuwa better au kuweza kubadilishwa mentality yao ya kuja kwenye mashindano? Niliwahi wakati fulani niliwahi kusafiri, nilienda Shinyanga kwa safari zetu za hapo ofisini. Ndefu hiyo Filipo. Pale Shinyanga pale baskeli wenyewe wamezigeuza kama taxi hivi. Aliwahi kunikodisha, niliwahi kukodi kama mimi nilikuwa kama abiria. Kijana mmoja ili kuna kitu nilikuwa najaribu kukitafuta. Kwa hiyo akaniendesha mpaka umbali kama kilomita kama 7 hivi. Yule kijana kwanza the way nilivyomuona nikaona kabisa huyu yani akitolewa kwenye ule uloko ule uendeshaji wa baskeli wa namna ile akiingizwa kwenye huku ambako ndo kidogo sasa. Yes, wanaweza kafika mbali. Kwa hiyo niseme tu kwa wale vijana ambao naona kule kanda ya Ziwa, yani kama ikitokea kuna uwekezaji ukafanyika, yani dhamira ikawepo na wakawekeza kabisa ili kuendeleza mchezo wa baskeli, tunaweza tukapata waendesha baskeli wazuri sana. Sana. Na katika safari zako ukiangalia Tanga napo naona ukienda baskeli unakodisha, Morogoro baskeli zipo za kukodisha. Umenitajia mikoa ya kanda ya Ziwa nazo zipo. Kwa hiyo nahisi kwamba chama kina kazi katika kufanya connection hiyo. Of course, yes. Nadhani wana wajibu wa kufanya hivyo. Nadhani katika kwa maana ya kutengeneza hizo hamasa sasa huko mikoani kwa kupitia wale waendesha baskeli wale ambao tumewaona huko mikoani. Kwa sababu mimi nafikiri kazi kubwa inayotakiwa kufanyika ni kuondoa kwanza ile dhana kwamba baskeli ni chombo cha kufanyia kazi tu. Yani kwa sababu ukienda kule kanda ya Ziwa wengi wanaamini kwamba baskeli ni chombo cha kufanyia zile kazi za domestic, zile sijui za kwenda mashambani na nini. Lakini ukiwachukua wale vijana ukakaa nao ukawapa elimu kwamba baskeli pia ni chombo unaweza ukatumia kwa ajili ya michezo na kuingizia pesa, basi nafikiri chama wanaweza wakafanikiwa sana katika hiyo. Judy, umezungumzia maeneo hayo ya Coco Beach na maeneo kama hayo, kwa sababu na mimi na kitambi changu huwa natembea mara 3 kwa wiki nikiwa natafuta recovery ya goti langu. Lakini nimeona namba ya watu ambao nawafahamu, na si tu kwamba kwa kuwafahamu, lakini wana uwezo kwa maana ya kwamba ni wafanya biashara wakubwa, wengine wako huko. Umeona mshikaji wangu Salah akiwa anapenda kuendesha baiskeli. Umeona Mudi Sebene katoka katika mpira kabisa, yuko kwenye baiskeli. Lakini surprise package kwangu ni kwa rafiki yangu wa zamani sana, Albert Marwa, ambaye naweza nikasema kwamba ana ugonjwa wa baiskeli. Such a people mnawatumia vipi? Ingawa najua kwamba mshafanya penetration na umeweza kuwasaidia mabinti kadhaa kupitia Albert, sio? Ndio. Sasa vipi hawa kuweza kuorganize, kuangalia wana fikra gani, wana motivation zao za kwenda nje na connection zao, wanaweza kufanya nini kuinua mchezo huu? Nafikiri kama ilivyo kwa kila mwekezaji, wanachohitaji hasa ni proposal yako, vision yako kwa kile ambacho unataka kukiendeleza. Yes, wapo wenye uwezo mkubwa sana, lakini vision yetu sisi vile inategemea chama cha baskeli cha Tanzania. Individually naweza nikafanya connection kwa watu wachache sana, lakini ili tuweze kupata massive investment ya wachezaji ni vizuri kuwa na vision ikapitia chini ya chama cha baskeli Tanzania kuweza kuwafikia watu wakubwa.
wote hao uliowataja ni watu ambao wamekuwa wakionyesha support sana kwenye mchezo. Silent Ocean wanaonyesha support kwenye mchezo, hasa hiyo Pedro Pessuti niliyokuambia. Kuna SAS Logistics vile vile, kuna Afro Oil. Wote hawa ni wawekezaji wakubwa sana ambao wamekuwa wakitusupport kwenye mchezo wa baskeli. Kuna klabu nyingine kubwa sana inaitwa Cyclopedia, ina sponsor vijana wachache kwenye timu ya baskeli. Wote hawa ni wawekezaji, lakini wanatamani waweze kupata vision na strategy nzuri ya kuweza kuendeleza wachezaji kupitia chama cha baskeli, kwa sababu as far as I'm concerned, sasa hivi chama cha baskeli kwetu si ni mwamvuli. Yes, na huu mwamvuli na katiba yake jinsi ilivyo inabidi kidogo ifanye marekebisho kidogo, ili kuweza kumwalau mdau aweze kuwa na uhuru wa kuweza kuendeleza vipaji vya wachezaji, na mwisho wa siku naamini tunaweza tukawa tuna timu nzuri sana ya baskeli ambayo itaweza kushowcase kazi zake nchi za nje. Nimeambiwa kuna baskeli inaweza ikawa sawa na IST kwa sasa hivi, na zimepanda nyingine zimezidi hata IST 20,000 pound 30 kwenda juu huko. Tukitaja mtatuibia. Lakini mchezo wa baskeli kwa ujumla ni mchezo wa gharama sana, sio mchezo cheap, ni mchezo wa gharama. Kuanzia kofia tunazovaa, viatu tunavyovivaa, soksi, mavazi, gloves, miwani, chupa ya mwendesha baskeli bei yake sio sawa na chupa ya kawaida, pamoja na baskeli zenyewe. Baskeli bei zinaendana na kiwango na specification zilizo nazo. Kwa hiyo baskeli kama ile ya Mabruk aliosema mwanzo ilikuwa ina changamoto zake. Kwake alikuwa anaona kwa wakati ule nafaa, lakini ukimweka kwenye barabara ya Koko akaendesha na waendesha baskeli wa Koko, tunasema tunakuacha start. Yani pale tukisema start sisi tunaachana na wewe. Huwezi kuja kutukuta tena, tutakutana finish labda baada ya hata ya lisali moja. Kwa hiyo baskeli gharama zinaongezeka kutokana na specifications zake na performance yake. Yes. Kwa hiyo yes, zipo kama IST kama mimi nilipewa baskeli alafu nikaambiwa thamani yake ni 20,000 pounds na nikaambiwa kwamba sio, yani sio ya bei mbaya bado. Sasa nikipiga mahesabu ya 20,000 pounds nikabadilisha katika madafu, nikaambiwa kwamba hii sio ya gharama, bado kuna baiskeli nyingine. Kwa hiyo mnaendesha nini? Mnaendesha Hama? Sasa hivi unaipi sasa? Sasa hivi nina brand moja hivi ya Kichina inaitwa Java. Sio wenyewe wanaziita entry level. Sio pro bado. Okay. Yes. Kwa hiyo bora unajua tupiga darasa hapa. Hiyo ni entry level na pro inakuwa ni ipi? Pro kama anaendesha Dr. Juma. Hii hapa, hii ndio iona hii ni pro. Ile ya zamani. Ile ya zamani. Ndio ile yenyewe ile. Ile tokiacha hapa mimi sichukui. Ile ni cross bike. Ile unaweza kaifungia tu kaiacha hivi. Kwa mtu ambaye asielewa anaweza akachukulia kawaida, lakini ile yenyewe kwa kuna maeneo ile ni cross bike ile. Ile sio kwa ajili ya kupitia kwenye hizo barabara za lami. Ile ni kwa ajili ya rough road. Kwa hiyo kuna maeneo yake ile pale ni baskeli muhimu sana. Unatamba pale na wewe unawaacha. Kabisa. Wenyewe kuna jina lingine inaitwa gravel bikes au gravel roads, zile barabara zenye vichangalawe hivi. Na daktari anacheka sana. Daktari anaendesha baskeli gani sasa hivi? Mimi sasa hivi naendesha baiskeli ya kampuni inaitwa Live, ambayo ni kampuni ya wadada wanawake, ila ni sub company ya Giant. Giant ni kampuni kubwa sana. Tunaweza kuingia mkenge kwa kuendesha baiskeli ambayo ni ya wanawake. Of course. Kwa ambao hawajui kweli wanaweza wakadhani baiskeli naendesha mimi ni hata mwanaume anaweza kuendesha. Of course unaweza kaendesha, lakini Live bike imetengenezwa hii anaangalia au ni the other one. Ngoja kweli itakuja. Hiyo sio hiyo. Itakuja nyingine. Ina rangi kama maruni hivi. Kwa ni specifically kwa ajili ya wanawake. Lakini ni ya kampuni ya Giant. Giant ni moja ya kampuni kubwa sana zinazoshiriki mashindano makubwa sana ya Tour de France na mashindano makubwa sana ya baskeli. Yani level ya Nike, Adidas kwenye viatu, kwani ndio yenyewe. Tuende kule kwenye Adidas Zero, Asics nini zile, yes uko Okay. Na ni special edition. Yes, it is. Ukitaka kupurchase baiskeli, kwa mfano kwa mtu wa kawaida ambaye sasa labda anavutiwa na mazungumzo na anafahamu kuna maeneo, ili kuweza kupata selection ya baiskeli ambayo anaweza akaanza nayo, kwa mwanamke anashauriwa achukue baiskeli namna gani, au mwanaume anaweza akachukua baiskeli namna gani? Mimi nazungumzia kwa ujumla, kila entry level ni lazima aanze na baskeli kama ambayo tulionyesha ya Mabruk. Anza na baskeli
gravel au mountain bike ili kwanza upate stability. Kuendesha barabarani au kuendesha kwenye changarawe sio kitu kirahisi. You need to build stamina. Mwili inabidi uzoee, misuli ianze kuzoee, uweze kuwa firm kuendesha barabarani. Ukikwepa na gari limekupita pembeni, yes, that bike. Yes. Okay. Ili ukipitwa na gari usitetereke, ni lazima uanze na baskeli ambazo ni entry level. The moment unapokuwa competent kuendesha zile entry level, then taratibu unaanza ku advance kuja kwenye road bike, na road bike nazo ziko za aina mbalimbali zenye uzito mbalimbali. Hii ni nini? Hiyo ndo live ninayozungumzia. Ndo IST. IST ndo hii. Yes, kwa baskeli pia road bike zina uzito mbalimbali, material mbalimbali, zipo za chuma, zipo za light aluminium, alafu unakuja kwenye hizo kwetu tunaziita ni carbon bike ambazo ni nyepesi zaidi, zinatupa ufanisi zaidi tunapokuwa tunaenda kuendesha kwenye races. Yeah, okay. Yes. Na unapozungumzia level na uzito wa hizi baiskeli Mabruk, wewe unazilevel vipi hizi baiskeli kwamba hiki kepesi, hiki kigumu? Mimi nitajuaje? Unajua hapa mimi nataka kununua. Yes, standard wise wanasema kwa mfano kama hizi road bike angalau iwe na kilo 8 mpaka 9 hizi road bike ambazo ndio tunazitumia kwenye rami. Kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu ya kuongeza ufanisi na ule uwepesi wa kuchomoka especially kwenye zile race. Lakini zile MTB zile zenye tairi pana ina determine sasa na frame yenyewe, kwa sababu na material unaweza labda ni carbon au labda ni aluminium au labda ni steel. Kwa hiyo hizi material ndo zina determine basikeli yako inakuwa na uzito kiasi gani. Yes. Haya bwana, tupo hapa bado tunapewa darasa. Usiangalie tu kila baisikeli ukadhani hii inaweza kuingia nayo. Baba, kuna ST, kuna Hama humo, kuna Rolls Royce, kuna Porsche. Sasa Mabruk alikuwa na yako yake wakati huo kabla hajavuka, kumbe alikuwa tupiga fix ya baisikeli, kumbe ilikuwa ni ST hiyo. Na huu ni muda ambao tunaenda katika break. Tutarejea hapa kwa ajili ya dakika 10 za kumalizia kipindi hiki. Ni sehemu ya mwisho ya kipindi tukiwa pamoja hapa na bila shaka umevutiwa na vitu vingi sana ambavyo vimeendelea kwa kipindi hiki, ukiwa na mwenyekiti wa kamati ya maendeleo mchezo wa baiskeli kwa wanawake chama cha baiskeli hapa nchini cha BADA, Dr. Judith John, lakini vile vile tukiwa na Joseph Mabruk, huyu ni mfanyakazi wa Azam TV ambaye anakupa mahewa. These are the guys who ambao wako behind the scene, lakini leo hii nimekuja kumnyoa kisawa sawa na itabakia kumbukumbu kwake. Judith na Mabruk, tulikuwa tunaongea vitu vingi na tulikuwa tunaongelea ubora, thamani za hizi baiskeli, kwa maana ya kwamba zipo hizo tumelevo special ST, Ferrari, Lamborghini na manini, lakini najua kwamba security wise baiskeli zinahitaji ulinzi wa namna yake, kwa maana kwamba kuna nyakati waendeshaji wanaendesha wanazifunga, wanakuwa wamekaa pembeni, au kuna sehemu ambazo watu wangependa kwamba bwana tunaweza tunaziacha tu hapa kwa sababu kesho tunamkia asubuhi ili tuweze kuziendesha. Sasa katika hilo, na ukiangalia katika nchi za watu wenzetu walioendelea, kuna maeneo ambayo wameyatenga. Kwa nyinyi hapa nasema, kwa maana hapa Dar es Salaam, labda Arusha na maeneo mengineyo, ila nianzie kwenye kitovu, maana kitu kianza Dar es Salaam ndio kinatapaka nchi nzima. Vipi katika hilo? Labda nadhani nini kinaweza kufanyika, au tunasema serikali ya mkoa au wizara husika kuweza kuprovide, maana wizara zipo nyingi, hata wizara ya ardhi kuweza kuprovide eneo ambalo linawezekana mkalitumia kwa namna hiyo. Nashukuru sana. Kama ulivyosema, kweli yes, tuna vyombo ni binafsi, lakini mimi napenda kuzungumzia kwenye maendeleo ya kuendeleza mchezo huu. Tunatamani kuwa na baskeli nyingi sana ili kuweza kuwafaidisha wachezaji wengi sana. Lakini maeneo, nimesema hapo awali kwamba tunakosa academy, tunakosa sehemu za kuweza kwenda na kusema kwamba hapa naenda nitakuta labda coach, nitakuta baskeli kadhaa ambazo zinaweza nikazifanyia mazoezi ili niweze kujiendeleza kwenye mchezo wa baskeli. Hatuna hayo maeneo. Despite the fact that kwamba Tanzania ni kubwa sana, maeneo ni mengi sana ambayo yanaweza yakatupa sisi uwezo tofauti, hasa maeneo yenye mwinuko kama Babati. Tukiweza kupata maeneo pale kama kuwa na academy au
kampu mbalimbali ambao tunaweza tukaweka baskeli, vijana wakaenda kwenda kujifunza. Unajua, nikifika pale nitapata kochi, nitajifunza na baskeli zipo. Hicho kingeweza kutunufaisha sisi sana, hasa sasa kwenye mikoa mikubwa ambayo huu mchezo umekuwa ukionekana, mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Zanzibar, kuna mikoa ya Mbeya, nafikiri Moshi. Mikoa hii tukiweza kupata maeneo tukawafanya uwekezaji, kukawa kuna hata kama ni small academy, kuna coach anatoa maelekezo, lakini vile vile tuna baiskeli nyingi ambazo tunajua tutafika na kuweza kuzifanyia mazoezi, tunaweza tukajikwamua kwenye mchezo. Na unadhani kama maeneo yakipatikana hapo kuna wadau ambao wanaweza wakafanikisha hilo? Wadau wapo, ni sisi tu. Kama ninavyosema, mdau hawezi kuacha biashara yake anayoifanya akawaza kuna mchezo wa baskeli kama hana interest. Kwao ni jukumu letu sisi kuweza kushowcase kile tulicho nacho na kuwasilisha nyaraka ambazo zitaweza kuonyesha kile ambacho tunakihitaji, na ninaamini wataweza kuwekeza. Na mdau anaweza kawa ni wizara husika, inaweza ikawa ni wizara mbalimbali, kwa sababu mchezo wa baskeli unaingiliana na wizara za afya, wizara ya ardhi tumesema, michezo, wizara ya michezo, pamoja na wadau binafsi. Mabruk, Jude amekigusia hiko, lakini nikiangalia kwamba tukifika sama au mwezi wa 7 tushazoea tena mwakani, sisi Tanzania, Kenya, Uganda tuna host michuano ya AFCON. Na ukiangalia kwamba watu wengi wanaokuja wapo raia wa kigeni na vitu kama hivyo. Kuna jambo mliongelea Dr. Judy hapa, naona kama linanigusa, linaendana na hiyo maeneo kama hayo Koko na vitu kama hivyo, kuweza kupatikana maeneo ambayo labda baskeli zinakuwepo pale, na inaweza ikachagiza zaidi katika hiko. Lakini wewe katika fikra zako unadhani vipi tunaweza tukai boost baiskeli kwa kutumia michuano hiyo ya AFCON pia ambao wanakuja hapa? Inawezekana. Kama ulivyosema, wakati kama kipindi cha AFCON Tanzania, hii miji ambayo mechi zitakuwa zinachezwa, kutakuwa kuna wageni wengi sana, na kama unavyojua zile siku za mapumziko ambazo mechi zitakuwa zichezwi, kuna watu watapenda labda wafanye utalii wa ndani wa jiji la Dar es Salaam, na kama unavyojua Dar es Salaam inakuwa ina foreni sana. Kwa mimi ninavyoona, kwa mtu akifanya utalii wa jiji la Dar es Salaam kwa kupitia baskeli, anaweza akatembea eneo kubwa sana. Kwa hiyo kama kuna mtu anaona hiyo ni fursa kwake, sasa hivi aifanyie kazi, kwa sababu kama unavyojua sio kila mtu anapenda kupanda bodaboda. Yes, na tukisema mtu azunguke jiji la Dar kwa kupitia usafiri wa gari peke yake, Dar es Salaam inakuwa ina jam sana. Lakini kama zitatengwa baskeli maalum kwa ajili ya kuwatembeza wageni, mimi nishakuona kuna miji watu wanafanya utalii kwa kupitia baskeli tu. Kuna maeneo maalum watu wanakodisha, anaenda ana rent, anazunguka, anakuwa na mwenyeji wa ile eneo kama guide, anampeleka na maeneo yale. Kwa hiyo kwa Dar es Salaam pia inawezekana wakati wa AFCON, inawezekana sana. Na hiyo ni fursa kwa sasa hivi kwa mtu ambaye anaweza mtu akaitarget na akafikia malengo yake. Mimi nampa tip moja hapa Dr. Judy na pamoja na wewe. Unajua kuna miji mingi Afrika Mashariki imekuwa na sister cities kutokana na yale mataifa ambayo yaliwahi kutawala. Kweli. Na mji wa Dar es Salaam sister city yake ni Hamburg. Na unakumbuka hata wakati mradi wa baiskeli wa barabara hiyo unakwenda, walikuwa wanapitisha hiyo shughuli ya kwamba kutengenezwe maeneo ambayo waendesha baiskeli unatakiwa kupita. Sasa tip yangu hapa, unajua na uzuri sasa vijana wameanza kuwa wengi Dokta. Mstahiki meya ni ndugu yetu Sheikh, kijana kabisa. Unadhani kwamba mnaweza mkaitumia vipi collaboration hii ya Hamburg na jiji la Dar es Salaam kuweza kumotivate hizi baiskeli? Nafikiri pale tutakapoweza kuestablish connection na watu ambao the correct right people ambao tunaweza tukawasilisha jambo letu. Nchi za wenzetu wamekuwa na uwezo sana wa kutupatia baskeli. Kama tunaita donor funded programs, mnapewa baskeli ambazo ni used kutoka kama hivyo unavyosema sister country au sister city. Tunapata hizo baskeli na kuweza kuzileta kwetu huko kwa ajili ya manufaa mbalimbali, being utalii au kwa ajili ya kutaka kuweza kuzitumia kama fursa ya kuendeleza mchezo wa baskeli. Issue ni connection tu. Mimi ukinipa connection moja na hakika naweza nikafanya maajabu. Kwa tuweke tuweze kufanya Sebene yupo, Mohamed Sebene si yupo connection. Sebene mpira unamvuta zaidi. Japokuwa ni kiungo kizuri, lakini nitahakikisha kwamba nafikisha ujumbe niweze kuona how best. Bwana wewe Mohamed Sebene kweli atashinda kwa connection? Au Mohamed atapita nazo?
Sija kapita nazo muda. Najua atakuja maneno mengi baadaye. Ila is a good guy ambaye nimeona kwamba na sasa hivi amekuwa amejikita zaidi kwenye baiskeli. Yes, amejikita sana kwenye baiskeli na yeye pia alipata changamoto kidogo alikuwa ni mkimbiaji mzuri sana, ameamua kupunguza aweze kuona benefit tofauti kidogo za baiskeli ili aweze kupunguza impact za magoti kwenye mchezo wa kukimbia. Okay. Nini wito wako Mabruk, hasa kwa watu ambao wako katika maofisi wenye muda mchache wa kufanya mazoezi? Mimi wito wangu kama mtu kweli una nafasi ya kufanya mazoezi, kama unahisi kufanya mazoezi kwa kukimbia kwa maana ya jogging inakuletea shida, njoo nakukaribisha kwenye baskeli. Utaona faida nyingi sana. Baskeli ni therapy. Yani mimi nimeona faida zake nikiwa na ride, nikiingia sehemu nikapata na coffee, yani sijui nikwambieje, ukiona ST kabisa. Kwa hiyo mimi natoa hamasa watu wapende kufanya mazoezi kwa ujumla, lakini angalia na aina ya mazoezi ambayo kwako ni rafiki. Na baskeli ni moja kati ya mazoezi ambayo ni rafiki sana, kutegemea na eneo unalokaa. Kama unakaa maeneo ya Kimara, basi tafuta hata MTB. Kama unakaa kule Mbezi, tafuta baskeli pana, ile utakuwa unaendesha maeneo yale. Kama unakaa maeneo ya Upanga, tafuta yenye tairi nyembamba, kwa sababu kuna lami kule, utaenjoy. Sawa kwa kunilenga. Doc, umezungumza mengi sana ikiwapo fursa na kupata fursa kwa wadau. Nakumbuka mimi nilikuwa ni part ya organizer wa East Africa Cyclone ambayo iliishia njiani kwa sababu ya mawili matatu ya wakati ule, lakini nadhani one of the biggest event ambayo ilikuwepo. Sasa kwa huku tunapokwenda, kwa wakazi wa Dar es Salaam, hasa wanawake, wapi pa kukutania ili waweze kuendesha hizo baiskeli, na jinsi gani tunaweza tukasogea hapa kwenda mbele? Sehemu nzuri ya kukutania kwa sababu tayari imeshapata visibility kubwa ni Coco Beach, especially siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 3. Eneo la kuanzia nafikiri ni junction ya Chole Road linakuwa limefungwa mpaka roundabout ya Aga Khan. Ukiendesha pale unapata kilomita za kutosha sana. Kwa hiyo wanawake tukiweza kukutana, mimi most of the time huwa nipo, especially nikiwa sijasafiri kikazi, huwa nipo na ninapenda kuendesha taratibu sana maeneo yale na kuspot wanawake mbalimbali. Nitakusalimia, nitakwambia karibu kwenye baskeli. Nikuona hujavaa helmet, nitakwambia vaa helmet kwa ajili ya usalama wako na kadhalika na kadhalika. Lakini vile vile kupitia social media zetu, mimi na Mabruk na club mbalimbali kama tulivyosema mwanzo, kuna Cycling Lovers Tanzania, vile vile kuna Twende Butiama. Ukipitia hizi page Instagram unaweza ukapata connection nzuri, na nikakuhamasisha tu kwamba wewe dada usikae nyumbani. Anza sasa. Inuka uje uendeshe baskeli. Pick a hobby, any hobby that you think itakuwa beneficial, lakini kwenye baskeli kuna impact zaidi kwa sababu kuna less injuries na faida zake ni nyingi zaidi. Unajua watu wanaweza kufikiria kwamba nimemtaja dokta kwa muda mrefu bila kujua kwamba ni dokta. Wanaweza kufikiri hata unajua siku hizi kuna madokta wengi kuna madokta wengi. Yaani hata Mabruk naye anaitwa dokta. Kuna ndugu yangu anaitwa Mlege anaitwa profesa. Lakini I want them to know really Dr. Judy ni dokta wa nini na yuko wapi? Mimi ni daktari wa magonjwa ya binadamu. Kwa sasa kikazi niko shirika la Maria Stopes, ninafanya shughuli za NGO kwenye projects mbalimbali za Maria Stopes ambazo zimejikita zaidi kwenye kutoa huduma za uzazi wa mpango na afya ya uzazi kwa ujumla. Okay. Yes. Kwa kama Mabruk akipata tezi dume? Mabruk akipata tezi dume kwa kweli ninamkaribisha, nitamfanyia consultation, lakini vivyo nitampeleka sehemu husika. Ila kama anataka kufunga uzazi, eneo sahihi la kufika ni kwangu. Okay, sawa. Baba, umepata jibu? Nimelipata. Nimelipata. Ulikuwa unakaa na dokta vizuri? Dokta halali. Dokta, basi wewe utatufungia kwa kutupa neno lako la mwisho na kile ambacho kipo katika baiskeli kwa ujumla. Mimi napenda kumaliza kwa kusema kwamba pick a habit. Hasa kwetu sisi wafanyakazi wa maofisini, pick a habit. If habit ni kuendesha baskeli, basi karibu sana Coco Beach. If habit unafikiria, unadhani, unatamani sana kuweza kufanya mazoezi, basi karibu sana kwenye baskeli. Unapatikana Coco, nafikiri Instagram pages zetu tutashare, you can always reach out ili tuweze kushirikiana kupeana benefits mbalimbali. Instagram page ni Dr. Judy.
Judy John, Judie John. Mabruk. Mimi Instagram page yangu ni lowkey_255. Low key. Yes, lowkey_255. Bwana zina mambo hizi. Yani low key. Well, Doc, shukran sana na thanks for coming over. Nadhani kwamba the next one sasa itakuwa pale Oysterbay. Yes, Yeah. Oysterbay tukiwa tuko kwenye mazoezi physical ili muweze kuona tunafanya nini. Nakupa mdau mmoja. Na mimi nampa mdau, mimi namwambia ukweli, nampa mdau mmoja. Sometimes you're not supposed to mention people, lakini mtu nilipokuambia nimemtaja mwanzoni. Herbert Marwa is a guy. And Herbert Marwa ukiweza kwenda naye na ukaenda na mpango wako kamili kwa jinsi alivyo na passion. Hata ukitaka zile baiskeli za kusukumia madafu atakupa. Ninaamini tunaweza kufanya kazi nzuri sana na Herbert Marwa. Thanks a lot, Judy. Asante sana. Yeah, hiko ndio ambacho tumemaliza nacho kwa siku ya leo. Nikushukuru sana kwa kuweza kuwa nasi pamoja hapa, na nikwambie tu kwamba usio mwanzo wala sio mwisho. Ila Jumamosi ni muda wako mzuri kabisa. Kama umejifunza kwa nadharia, sasa utaenda kujifunza kwa vitendo katika maeneo yale ya Coco Beach. Na ukiona cyclist hawa, basi muulizie Dr. Judy John au muulizie Bwana Joseph Mabruk ili uweze kupata sasa kile ambacho unaenda kukifanya. Shukran sana, till next week. Asante. Kwa kuangalia